إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، فإن من فضل الله تعالى ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح. تقزانه بالكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام متمويت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. nausia pamoja na kuisia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad faza almuttaqun. Hakika mambo yalivyo wamefuzu wacha Mungu. Ibadallah, kwa hakika miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake ni kuwawekea waja wake waliowema misimu mbalimbali, misimu ambayo wanakithirisha ndani yake katika kufanya matendo yaliyo mema. Wa min tilka almawasim barakallahu fikum, na miongoni mwa misimu hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi waja wake, hadha shahr Sha'ban alladhi nahnu fihi, ni mwezi huu, mwezi wa Sha'ban ambao sisi tuko ndani yake mwezi huo. Ibadallah, Sha'ban fursatun dhahabiyya la tu'awwad. Mwezi wa Sha'ban ni fursa ya dhahabu ambayo haikaliwi badali. Faghtanimuha qabla an yaflita, itumieni fursa hiyo, fursa ya mwezi wa Sha'ban kabla haijapita. La takun أيها المسلم ممن يغفلون عن هذا الشهر. usiwe muislam ni katika wale ambao wanaghafilika na mwezi huu wa Sha'ban. fayandamun yawma la yanfa'u nadam
wakajuta siku ambayo hayatafaa majuto, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Akajuta muislamu wakati ambao hayatamfaa majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukosa kutumia fursa yenye thamani ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni miongoni mwa wale ambao wamefika katika mwezi wa Shaaban wakiwa na neema ya afya na wakati, wakashindwa kuitumia fursa hiyo. Ibadallah, tuba li'abdin jadda fi khairatihi wa qada ma'arib ruhihi. Ishara khairi na baraka ni kwa mja ambaye amejipinda na kujitahidi katika khairi zinazopatikana katika mwezi wa Shaaban, na akatimiza mahitaji ya roho yake, wazdada qurban min Allah ta'ala, na akazidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akazidisha ukaribu na Allah katika mwezi wa Shaaban. Wa rufi'a amaluhu wa huwa sa'im, na akanyanyuliwa matendo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga katika mwezi wa Shaaban, kama ilivyokuja katika Jami' at-Tirmidhi, kadhalika katika Sunan an-Nasa'i kupitia hadithi ya Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Usama, mubayyinan lahu sababa siyamihi fi hadha ash-shahr, hali ya kuwa ni mwenye kumbainishia sababu ya kufunga katika mwezi huu, mwezi wa Shaaban. Qala sallallahu alayhi wasallam, dhalika shahru yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, huo ni mwezi ambao wanaghafilika watu na mwezi huu, nao ni mwezi ulioko baina ya Rajab na Ramadan. Wa huwa shahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, nao ni mwezi ambao yanapandishwa, yananyanyuliwa katika mwezi huu wa matendo kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun, na mimi napenda yanyanyuliwe matendo yangu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha fadla za mwezi huu wa Shaaban, kama tulivyoeleza katika khutba iliyotangulia, ni kwamba katika mwezi huu unyanyuliwa matendo ya waja, kama ilivyokuja katika hadithi ya Usama ibn Zayd. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha fadla, ubora wa mwezi huu wa Shaaban ni kukithirisha kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Na hadithi imekuja katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim kupitia hadithi ya Bibi Aisha radhiyallahu anha, akithibitisha ndani yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha katika mwezi wa Shaaban kufunga, na haya tumeeleza katika khutba iliyotangulia. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha fadla, ubora wa mwezi huu wa Shaaban ni kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban.
Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake ndani ya mwezi huu wa Shaaban, kama ilivyokuja katika hadithi iliyoko katika Sunan Ibn Majah ambayo tumetangulia kuitaja pia katika khutba iliyotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul yatlu Allahu ila khalqihi fi laylati an-nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limushrikin au mushahidin. Allah subhanahu wa ta'ala anawatazama waja wake katika usiku wa nusu katika mwezi wa Shaaban, kisha anasamehe Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yote ya waja wake isipokuwa mshirikina, yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au mushahidin, au mhasidi, yule mwenye hasad. Kadhalika ahlul ilm wakatafsiri neno hili kwa maana ya qati'u rahim, yule mwenye kukata udugu hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mushrik, mwenye kumshirikisha Allah, la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe. Kwa maana fursa hii ambayo wanaipata waislamu katika mwezi wa Shaaban wao hawaipati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ashirku billah, kwa sababu ya kukata udugu, kwa sababu ya uhasidi kwa ndugu zao. Ata ibn Yasar rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati alipokuwa akielezea hadithi hii anasema ma min laylatin ba'da laylati al-qadri afdalu min laylati an-nisfi min Sha'ban, hakuna usiku wote baada ya usiku wenye cheo ambao unapatikana 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, usiku ulio bora zaidi baada ya usiku huo kuliko usiku wa nusu katika mwezi wa Shaaban. Yatanazzalu Allahu ila as-samaa'i ad-dunya fayaghfiru liibadihi kullihim, Allah subhanahu wa ta'ala anateremka mpaka katika mbingu ya dunia, kisha anawasamehe waja wake wote, illa limushrikin au mushahidin au mushajirin au qati'i rahim, isipokuwa mshirikina au yule mwenye kugombana au qati'i rahimin au yule mwenye kukata udugu, hawa hawasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, baada ya kuona fadla za mwezi huu wa Shaaban kwa mambo mbalimbali ambayo yamekuja katika nusus, katika mafunzo ya Uislamu, nukta nyingine ambayo itakuwa ni kama nukta ya pili ni hikma ya kufunga sana katika mwezi wa Shaaban, kama ilivyoelezwa katika ahadithi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Alikuwa afungi mwezi mzima, kwa kuwa hili ni khassa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga masiku mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ma alhikmatu fi dhalik, ni ipi hikma katika hilo? Hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutufunza sisi tena kwa vitendo kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Lataiful Ma'arif anaeleza rahimahullah, anasema qila fi sawm Shaaban, pamesema katika funga ya mwezi wa Shaaban, inna siyamahu katamrini ala siyami Ramadan, kwamba kufunga katika huo mwezi wa Shaaban ni kama kujizoesha katika funga ya mwezi wa Ramadhani.
lialla yadkhula fi sawmi Ramadhan ala mashaqqatin wa kulfatin, ili asije akaingia katika mwezi wa Ramadhan kwa tabu na shida. Ikawa mtu anapata tabu katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu hiyo ikawekwa funga katika mwezi wa Shaaban ili kuzizoesha nafsi katika mwezi wa Ramadhan. Bal yakunu katamarrana ala siyam wa atadahu, bali yanakuwa ameshapata mazoezi katika mwezi wa Shaaban, bali ameizoea hiyo funga, amepata mazoezi na anakuwa ameizoea hiyo funga kwa sababu ya kufunga katika mwezi wa Shaaban. Wa wajada bisiyami Shaaban qablahu halawata as-siyam wa ladhatahu, na anakuwa amepata kwa kule kufunga katika mwezi wa Shaaban ule utamu wa funga na ladha yake. Fayadkhulu fi siyami Ramadhana biquwwatin wa nashat, kisha ataingia katika mwezi wa Ramadhan kwa nguvu na furaha, kwa sababu ametangulia kufunga katika mwezi wa Shaaban. Kadhalik anaeleza al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, qala rahimahullah, lamma kana Shaaban kalmuqaddimati li Ramadhan, wakati ilipokuwa mwezi wa Shaaban ni kama utangulizi wa mwezi wa Ramadhan, shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhan, pakawekwa sheria ndani yake yale ambayo yanawekwa sheria katika mwezi wa Ramadhan, miongoni mwa kufunga wa qira'ati al-Qur'an, kadhalika kusoma Qur'an, liyahsula at-ta'ahhum, ili yapatikane maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Watartadha an-nufusu bidhalika ala ta'ati ar-rahman, na ili nafsi zipate kuzoea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakadha kana as-salafu salih fi hadha ash-shahr, na hivi ndivyo ambavyo walikuwa wema waliotangulia katika mwezi huu wa Shaaban, min as-sahabati al-kiram wa tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa man jaa ba'dahum, kuanzia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa masahaba. Hivi ndivyo ambavyo wao walikuwa katika mwezi wa Shaaban, wakikithirisha kufanya amali mbalimbali, ikiwemo as-siyam, kufunga, qira'atul Qur'an, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya mazoezi na kuzizoesha nafsi zao kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan. Tazama, imepokewa kutoka kwa Salama ibn Kuhayl rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kana yuqal shahru Sha'ban shahru al-qurra, ilikuwa ikisemwa mwezi wa Shaaban ni mwezi wa maqurra, mwezi wa watu wenye kuisoma Qur'an, ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, idha dakhala Sha'ban aghlaqa halutahu wa tafarragha li qira'ati al-Qur'an. Amr ibn Qais alikuwa pindi inapoingia Shaaban aghlaqa halutahu, analifunga duka lake, anafunga duka, afanye biashara tena. Watafaragha biqiraati alquran, na anajitenga kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah, kusoma Qur'an. Ibadallah, hakadha kana salaf, hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf, na ndivyo walivyojifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma'al asaf, kwa masikitiko, waislamu wengi leo hii la nufarriq baina Shaaban wa Rajab wala Shawwal wa Dhil Qa'dah Dhil Hijja wa Muharram, la nufarriq baina al-ashhur.
la nufarriq baina hadhihi almawasim wa ghayriha, hatuwezi kutofautisha ikawa waislamu wanaishi kimazoea. Hakuna tofauti wa maisha yao kabla ya Shaaban na baada ya kuwa wameingia ndani ya Shaaban. Hakuna tofauti ya maisha yao wakiwa ndani ya Ramadhani na kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani. Ndugu zangu, tusomeni sira ya as-salafu salih, tusomeni sira ya waislamu hawa ambao sisi pia ni waislamu kama wao. Vipi walikuwa wakitumia fursa ya misimu kama hii kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bisiyam wa qira'ati al-Qur'an was-sadaqat wa ghayriha min at-ta'at wal-ibadat. Utaona sisi tuko mbali kabisa na mafunzo aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi al-aziz al-hakim الرحمن الرحيم يهدي من يشاء برحمته إلى صراط مستقيم ويذل من يشاء بعدله وحكمته. أحمده ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zangu, miongoni mwa mambo ya kuyazingatia katika mwezi huu wa Shaaban, ikiwa kama nukta ya tatu katika muendelezo wa hutuba zangu, ni katazo la watu kufunga nusu ya pili katika mwezi huu wa Shaaban, kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imam Abu Daud ameitaja hadithi katika sunani yake, kadhalika al-Imam Tirmidhi ameitaja hadithi katika jamii yake, kuonyesha makatazo ya watu kufunga pale inapoingia nusu ya pili katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul, idha intasafa Shaaban fala tasumu, pindi itakapofika nusu Shaaban basi msifunge. kadhalika yakulu sallallahu alayhi wasallam, idha baqiya nisfu min Shaaban fala tasumu, pindi inapobakia nusu katika mwezi wa Shaaban basi msifunge. kadhalika imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza wazi watu kuitangulia Ramadhan kwa kufunga, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Tayib, maulama wanaelezea hadithi hizi na wakieleza kwamba kauli yenye nguvu katika masala haya ni kwamba haitafaa mtu kufunga pale itapofika katikati ya mwezi wa Shaaban, ikiwa mtu huyo imma ana ada ya kufunga Jumatatu na Alhamis au na ada ya kufunga masiku hayo, alafu ikafika tarehe 16 ya mwezi wa Shaaban ukataka kufunga, unaambiwa haifai kufunga kwako. Kwa yule aliyekuwa na ada ya kufunga Jumatatu na Alhamis au funga ya sunna ya Nabiiullah Daud, akawa anafunga siku moja anafungua siku moja, huyu anaruhusiwa. Ama kwa yule ambaye ana ada ya kufanya hivyo, aruhusiwi kufunga pale inapokuwa imefika nusu ya Shaaban. kadhalika mtu amekaa Shaaban imeingia mpaka inafika tarehe 15, tarehe 16, na mimi ngoja nifunge bwana, haifai. Isipokuwa kwa yule ambaye ameanza kufunga katika mwezi wa Shaaban kuanzia masiku ya mwanzo, kama wanavyoeleza maulama. Ikawa masiku ya mwanzo umeanza kufunga, ima siku ya pili, ya tatu, ya nne, ukafunga masiku
mengi machache, lakini umeanza kufunga katika Shaaban, basi itafaa kuendelea kufunga hata kama imeingia nusu katika mwezi wa Shaaban. Haya ni katika mambo muhimu ambayo nimependa nieleze. Kadhalika an-nuktatu ar-rabi'a, nukta ya 4 katika mambo ambayo yanafungamana na mwezi huu wa Shaaban ni baadhi ya mambo ya uzushi ambayo yanafanyika katika mwezi wa Shaaban. Nikisema mambo ya uzushi, kwa maana ni mambo ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa pale inapofika katika nusu ya mwezi wa Shaaban. Kwa kuna watu wamezua katika kipindi hicho, ima moja katika mchana katika nusu ya mwezi wa Shaaban au katika usiku wake. Wengine wakafunga katika mchana wa Ramadhani kwa kutumia hadithi mbalimbali ambazo ni maudhu'a za kutunga, lam yathbut ani nabii sallallahu alayhi wasallam, hazikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Au wakati wa usiku wakahusisha usiku wake kuwa ni usiku wa kufanya ibada mbalimbali katika usiku wa nusu ya Shaaban kwa kutumia ahadith ambazo hazikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, jambo la kuzua katika dini ni amrun madhmumun fi shari, ni jambo baya, ni jambo ambalo halikusemwa vizuri katika sheria, si jambo zuri kabisa. Na maulama wamelielezea jambo hili. Ameeleza hivyo al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana maneno mazuri katika hili. Kwa bahati mbaya tukiwanukuu hawa itakuwa tumewanukuu mawahabi, lakini al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi pia ana maneno katika hili. Al-Imam Shafi'i ambaye sisi tunajinasibisha kwake, sisi mashafi sisi, ana maneno katika hili kuelezea yale yanayofanyika katika mchana wa nusu katika mwezi wa Shaaban na usiku wake pia. Anasema rahimahullah, balaghana anna ad-du'a yustajabu, imetufikia sisi kwamba dua ni yenye kukubaliwa fi 5 layali, katika usiku 5. Akazitaja rahimahullah lailatul jumu'ah, usiku wa Ijumaa ambao sisi leo tupo. Usiku wake ule ni wakati wa mtu kukubaliwa dua yake, ambao sisi tunahimizwa kama Waislamu muda ule ukifika usiupoteze, muda ambao Waislamu wengi wapo kwenye mabanda ya TV. Wewe nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wal eidain, na idi mbili, wa awwal Rajab wa nisfi Shaaban, na mwanzo siku ya kwanza katika mwezi wa Rajab, kadhalika na nusu katika mwezi wa Shaaban. Anasema rahimahullah, wa amma siyamu yawmin nisfi min Shaaban, amma kufunga siku ya nusu katika mwezi wa Shaaban, fayusannu ala annahu min al-ayyam al-bid thalatha, inasuniwa kwamba siku hiyo ni katika masiku meupe matatu. Akayataja athalitha ashara, tarehe 13, warabi ashara, na tarehe 14, walkhamis ashara, na tarehe 15 katika mwezi wa Shaaban. Kwa mtu atafunga katika masiku haya, ikawa masiku gani? Masiku meupe. Imam Shafi'i anasema fayusannu ala annahu min al-ayyam al-bid thalatha, inasuniwa juu ya kwamba hayo ni katika masiku meupe matatu. Kwa hiyo mtu atafunga, Muislamu utafunga kama masiku meupe. Kisha nasema rahimahullah, la ala annahu yawmun nisfi min Shaaban, na si kwamba atafunga mtu kwamba hiyo ni siku ya nusu katika mwezi wa Shaaban.
fa inna hadith as-siyam fihi la yasluhu lilihtijaj, kwa sababu hadithi iliyokuja kufunga nusu katika mwezi wa Shaaban haisilii kuifanya kuwa ni hoja, bal huwa hadithun mawdu'un, bali hiyo ni hadithi ya kutunga. Wa huwa qawluhu, na ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kana lailatul nisfi min Shaaban faqumu lailataha wasumu yawmaha, itakapokuwa usiku katika nusu ya Shaaban, basi nusu katika mwezi wa Shaaban, basi simameni katika usiku wake, kwa watu wanafanya ibada, kadhalika fungeni katika mchana wake. Anasema Ash-Shaykh rahimahullah, hadha hadithun mawdu', ni hadithi ya kutunga, bali maneno ni mengi wanaochuoni wakielezea muhdathati hizi, mambo haya ambayo yamezuliwa, ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, maneno ni mengi katika hili, kuweka wazi masala haya, kuangalia bid'a ni nini. Je, hili laingia, hili haliingii? Kwa nini hili limevuliwa, kwa nini hili halijavuliwa? Alwaqtu la yasmahu lana, lakini biidhnillahi manna, tukipata nafasi nyingine tutaelezana mambo mengi ambayo yanafungamana na haya, ikiwemo Shaaban, lakini pia kuupokea mwezi wa Ramadhani. Vipi walikuwa as-salafu salih wakiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nasallallahu at-tawfiqa was-sadad, wa nasallallahu an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.